Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Nikufahamishe yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu, na hapa tunamwangukia rais wa Marekani Donald Trump, ambapo rasmi Trump amefuta shambulizi lililokuwa lipangwe dhidi ya Irani baada ya pendekezo la makubaliano. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ameamua kusitisha shambulizi lililokuwa limepangwa dhidi ya Iran baada ya kupokea ombi kutoka Iran pamoja na baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati ili kutoa nafasi kwa makubaliano ya kidiplomasia. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii, Trump alisema jeshi la Marekani lilikuwa tayari kabisa kutekeleza operesheni hiyo dhidi ya Iran kwa nguvu ambazo alidai hazijawahi kushuhudiwa tangu vita kuu ya pili ya dunia. Hata hivyo, alisema ombi la kusitisha mashambulizi hayo lilitolewa baada ya pande husika kufikia makubaliano ya awali yanayojumuisha kufunguliwa mara moja kwa mlango wa Hormuz kwa shughuli za usafiri wa baharini na hatua za kumaliza kile alichokiita tishio la nyuklia la Iran. Kutokana na maendeleo hayo, Trump alisema ameidhinisha kufutwa kwa shambulizi hilo kwa maslahi ya amani duniani na kutoa nafasi ya kufikia kwa makubaliano ya kudumu kati ya pande zinazohusika. Aidha, Trump alidai kuwa Israel imeunga mkono uamuzi huo wa kusitisha mashambulizi hayo na kuhimiza pande zote kuharakisha kukamilisha makubaliano hayo. Sasa hapo awali, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba muda wowote katika weekend hii Marekani pamoja na Israel watafanya joint operation nchini Iran, yani operation ya kushirikiana, na operation hiyo ilikuwa ni kushambulia miundombinu ya nishati pale nchini Iran, kitu ambacho kwa kiasi kikubwa tension ilikuwa ni kubwa. Hata ubalozi wa Marekani nchini Israel ukawataka raia wake kuondoka Mashariki ya Kati kwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu hali ya usalama ya Mashariki ya Kati imekuwa ya kuhatarisha kidogo, na Marekani ilikuwa imejiandaa kikamilifu kabisa kutekeleza mashambulizi dhidi ya Irani. Lakini pia kwa upande wa pili, Israel yenyewe ilikuwa imekubali kushiriki na kuunga mkono shambulizi jipya dhidi ya Iran, lakini ilikubali kulisitisha ikiwa makubaliano ya Irani yangefikiwa haraka. Kwamba Israel nayo, mshirika mkubwa wa Marekani, alikuwa tayari moja kwa moja amekubali kuingia vitani na Marekani ili kupambana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini baadaye, kufuatia tangazo la Rais Trump, basi kila kitu kimerudi nyuma, na sasa hivi wanaangalia makubaliano ambayo yametajwa katika taarifa hii ya rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amezungumza kwamba Marekani na Irani sasa wanakwenda kufanya makubaliano makubwa na ya kihistoria kufuatia mfululizo wa mashambulizi. Lakini bado Trump anazidi kutamani kufanya mashambulizi mengine zaidi nchini Irani, kitu ambacho kwa kiasi kikubwa kitaiweka Mashariki ya Kati katika mtego mkubwa, lakini katika hofu ambayo itakuja kutengeneza escalation kubwa katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zijazo ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote, kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.